Kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Peter Msigwa ameibuka na kuzungumzia juu ya kauli ambazo zimetolewa na waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania Patrobas Katambi kumtaka mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania Camillus Wambura kutotoa vibali kwa vyama vya kisiasa kufanya mikutano ya hadhara kufuatia uwepo wa madai mbalimbali juu ya viashiria vya uvunjifu wa amani katika taifa la Tanzania. Kauli hizi zimeibua wasiwasi mkubwa katika kipindi ambacho taifa lipo katika hatua nzito ya kisiasa. Peter Msigwa ameandika kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii akisema kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake mtaendelea kukwepa uhalisi hadi lini? Amri iliyotolewa na Bwana Katambi ya kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa imezua maswali makubwa kuhusu haki za kisiasa, uhuru wa kujieleza na mustakabali wa demokrasia nchini. Hatua kama hizi inaweza kutafsiriwa na wengi kwa njia ya kuzuia ushindani wa hoja badala ya kujibu hoja za wapinzani kupitia mjadala wa wazi. Wananchi wanahitaji majibu ya maswali ya msingi. Je, kuzuia mikutano ya hadhara kutapunguza ugumu wa maisha unaowakabili wananchi? Je, kutarejesha imani ya wawekezaji na washirika wa maendeleo? Je, kutatoa majibu kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu yakiwemo matokeo yaliyoripotiwa tarehe 29 mwezi wa 10, 2025? Je, kutatoa majibu kuhusu tuhuma za ufisadi na utajiri mkubwa baadhi ya mawaziri na watumishi waandamizi wa serikali ambazo zimeendelea kuzua mjadala wa maswali mengi ya uwajibikaji? Changamoto za taifa haziwezi kutatuliwa kwa kuzuia mikutano ya kisiasa. Wananchi wanatarajia kuona uwajibikaji, utawala unaozingatia sheria, taasisi imara na majibu ya hoja zinazogusa maisha yao ya kila siku. Demokrasia yenye afya hujengwa kwa kuheshimu haki za wananchi za kukutana, kujieleza na kushindana kwa hoja. Serikali yenye kujiamini haipaswi kuogopa maoni tofauti, inapaswa kuyajibu kwa hoja, uwazi na matendo yanayojenga imani ya wananchi.